ukatili kwa kina mama, kuwanyima kina baba nini? Kuwanyima kina baba unyumba. Kwa nini? Lakini na nini kina baba? Kutaka huo unyumba kwa nguvu. Kwa nini? Aina ya pili ya ukatili tunasema ukatili wa kimwili. Ukatili wa kimwili. Kwenye ukatili wa kimwili ni pamoja na vipigo. Pamoja na vipigo kwa wenza wetu au kwa watoto. Kina baba wanapiga sana wanawake, si ndio? Cha ajabu na wamama wanawapiga sana watoto. Tuachane na mila potofu, si ndio? Huku tuna mila yetu ya nini ile? Ya kuwacheza mabinti, si ndio? Tunawawekea mpingo, kila binti apite pale. Si ndio? Sio mila yetu? Ndio. Ndio. Hakuna. Ipo bwana. Mimi najua ipo. Mimi najua ipo. Kama ipo mtaani kwako, lakini mitaa mingine ipo. Na nimeshashuhudia na tumeshaenda kukamata watu. Kwa hiyo najua ipo. Kwa hiyo tuepuke mila zingine ambazo ni potofu, hazifai kwenye jamii yetu. Kwa kufanya kitendo hicho kinapelekea binti au hilo kundi. Kwanza, ukatili unaweza kusababisha kifo. Tumesema nyuma kwamba kuna ukatili wa kimwili pamoja na kupigwa. Unaweza ukapigwa ukafa, mtu anaweza akachomwa kisu akafa. Kuna wengine watoto wanabakwa mpaka anakufa. Kwa hiyo madhara ya ukatili ni makubwa. Yanaweza kupelekea kifo kwa mwathirika wa matukio hayo ya ukatili. Madhara mengine ni pamoja na kudhoofisha ndoto za binti aliyebakwa akiwa shuleni. Kuna binti mmoja, siwezi kumtaja, alimsindikiza rafiki yake tu, kwamba namsindikiza ni saa 3. Kumsindikiza yule kijana akambaka, na huyo kijana anajulikana ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. Binti baada ya tukio hilo alikaa zaidi ya mwezi ndani. Hataki kwenda shule, hataki kuongea na mtu yeyote. Kwa hiyo haya yote ni madhara ya nini? Ya ukatili. Haya yote ni madhara ya nini? Ya ukatili. Na ili ukatili uishe ni sisi tukubali, sisi jumuiya ya wazazi tukubali kutokomeza matendo hayo. Sio tu mdomoni, na vitendo vyetu. Vitendo vyetu viendane na mtu anayekemea mambo ya nini? Ya ukatili. Usije ukaangalia kwamba hapa niko mwenyewe hakuna anayeniona. Kwa wenzetu kina baba, akili imeshavurugika, anaangalia kulia kushoto hakuna anayemuona, anashika yote aliyepo mbele yake bila kujali umri. Tuko pamoja? Lakini madhara mengine yanayosababishwa na ukatili ni pamoja na kwamba binti yule anakuwa ameathirika kisaikolojia. Kama nilivyotoa mfano, ndoto zake za elimu zinaishia hapo, lakini tunazalisha mashoga, mabasha na masagani. Bahati mbaya huu ukanda wetu wa Pwani hivyo vitu vipo na tunawaona na tunawaalika kwenye shughuli zetu. Alafu unaweza ukashangaa anayemwalika na kumfurahia yule mtu ni mama amezaa na ana mtoto wa kiume. Sijasema tuwatenge, ila nasema kuanzia chini sisi wenyewe tuzuie. Basi kama hao walishapita wameshatokea tumewaona, tuzuie hawa wa chini. Umwangalie mwanao kila dakika yuko
mtoto wako sijui yuko wapi, unatafuta ili akalale. Kwa hiyo sisi tuna wajibu kama wazazi kuanza kuangalia vizazi hivi tulivyo navyo kwa sasa. Umwangalie mwanao yuko wapi, mlinde. Pata mawasiliano na mwalimu shuleni. Mtoto wangu anafika shule? Ukifuatilia kwa vizuri, kwa utaratibu mzuri, watoto wetu na kizazi chetu kitapona. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.